ya kwamba unapokutana kwenye haya maadhimisho, uchumi lakini pia ule mzunguko wa hela kwa wale wafanyabiashara wadogo lakini na wakubwa. Remind you, kwenye haya matamasha ama haya maadhimisho wanaokwenda kuangalia pale ni wengi sana. Kwa takwimu ndogo tu, mfano katika sherehe za Sabasaba, idadi ya wageni wanaokadiriwa kwenda kudhuru haya maeneo ni si chini ya 500,000. So unaweza ukaona kabisa kwamba yule mfanyabiashara mdogo anaweza akawa na access kubwa sana ya kuuza bidhaa yake. Lakini pia kwenye hiyo kuna idadi ya mashirika au mashirika yale ambayo yanakuwepo around ile Sabasaba ni zaidi, na yenyewe ni kama 3,000 point. Sasa unaweza ukaona ni wingi wa kiasi gani na namna gani mzunguko wa fedha unaweza ukatokea kutokana na nini, na haya maadhimisho. Yeah. Okay. Yes. Kwenye hilo ulilolisema idadi ya watu hivi, kwa nini majukwaa haya yanatumika pengine kukuza bei ya vitu kuliko ambavyo tunatarajia tukizikuta huku mtaani kawaida? Niliona kwenye moja ya maonyesho kama si mwaka jana basi ni mwaka huu kwenye moja ya mabanda kwenye mikoa kadhaa nimeona kuna ng'ombe wa milioni 20 karibia na 2 hivi. Nikashtuka zikasema hii inawezekanaje? Kwa nini inapanda bei? Ni kukumbushe kwamba kwenye haya mfano kama tunaiendea swala la Sabasaba, kuna idadi ya mashirika ya kimataifa ambayo pia huwa yanakuwepo, si chini ya makampuni 430, takriban 430 ya kimataifa. Yes, kwenye nchi tofauti karibu 23. Sasa kwa huyu mfanyabiashara ama huyu mfugaji ama huyu mkulima anaona kama ile ni platform ya kuongeza pia kipato mwenyewe, kwamba sasa tulikuwa tunauza kawaida, ukija labda tunauza kwa 800,000 ng'ombe wa kawaida, lakini sasa kwa sababu tumekuja kwenye haya maonyesho, ile bidhaa tunasema value addition, kwamba yale mazao ama kile kitu ambacho kinauzwa pale kinaongezeka thamani kutokana na aina tukio, na ndio maana hata zile bei huwa zinapanda. Lakini wakati wa kupanda hapo kuna vitu pia vinapungua bei kwa sababu ya matamasha haya. Watu wanatoa ofa mbalimbali, mfano kama labda hawa wafanyabiashara wa vipodozi vilikuwa vinauzwa bei ghali sana, kwa kipindi hicho wanashusha, watu wanapata ile exposure na kununua vitu vipi. Okay. Yes, kwa wakati wa kupanda, lakini pia kuna kupungua kwa bei. Okay. Yeah. Jambo la tatu tunaongelea kwamba kupunguza gharama za kupata maarifa. Okay. Kupunguza gharama za kupata maarifa ni zile seminars zinazotolewa kwamba unapozungumzia gharama za kupata maarifa tunasema technology transfer. Okay. Technology transfer inakuwa ina cost ukienda kuitafuta wakati ambako hakuna platform kama hizi. Nilikukumbusha mara kwanza nikakwambia kwamba kuna kampuni mbalimbali zinatoa elimu kwa wakulima wadogo kuhusiana na masuala labda ya kilimo, unalimaji kilimo kisasa. Lakini sasa kama hakutokuwa na haya majukwaa, ina maana kwamba yule mkulima wa kijijini atatoka ende kutafuta hizo seminar. Tafsiri yake cost ya kutransfer ile technology inaweza ikawa kubwa. Sasa kupitia majukwaa haya ile transactions cost inapungua. Na ndio maana tunasema kabisa kwamba kuna kupungua gharama za maarifa. Lakini kuna wengine wanafika kwenye haya maonyesho. Yeah. Wenyewe hawako tayari kusikiliza hata hizo seminar. Kazi yao ni kupiga misele tu. Kwa mfano ukipita Sabasaba, mimi nimefanikiwa kufika Sabasaba, viwanja vya Sabasaba hapa karibu na chuo cha uhasibu. Yeah. Wengi wako kwenye misele na kushangaa, na kama ambavyo unasema kuna maeneo ambayo watu wanapewa elimu. Yeah. Ukipita kwenye mabanda watu unaelekezwa, unafundishwa tena free tu, zaidi ya kile kiingilio unacholipa pale getini hakuna. Lakini sasa watu wengi ni kama wameenda kushangaa, lakini wengine wanatumia kama njia za kuwatoroka wazazi, wapenzi wao na kukimbia majukumu pengine. Wengine hadi kazini wanaomba sasa, wanatoa taarifa nenda Sabasaba kwa ajili ya kwenda kujifunza, lakini kama hawa sio wafanya biashara sasa given wewe hiyo kitu ipo kweli kwamba watu wanaweza kachukua kama matamasha kama sehemu ya kwenda kupata exposure mpya, lakini pia kupitia haya matamasha kwa watu wengine inaweza ikawa ni sehemu ya network.
Kwamba mimi nimeenda, sio mkulima, sio mfanyabiashara, lakini nimeenda nimemkuta mtu fulani ambaye labda nilikuwa nawishi kukutana naye na vitu vingine naweza nikamuuliza. Lakini nikukumbushe pia kwenye haya matamasha sio tu yanalenga biashara ama kilimo tu, kuna maendeleo ya sekta nyingine, mfano usafirishaji. Kwa kipindi kama hichi madereva taxi, bodaboda wanapata watu wengi sana wa kufanya kuwapeleka lakini kuwarudisha. It means hata wao pia wanapata nini? Wanapata faida. Achana na madereva, kuna wale watu ambao wana zile nyumba za nyumba za wageni, guest lodge. Wanapata faida kwa sababu interaction ya watu inakuwa kubwa. Watu wa kigeni wanafika, hawana sehemu ya kukaa, lazima waende kwenye yale maeneo. Kwa hiyo inaweza ikawa ni fursa sio tu upande wa kilimo na biashara, lakini pia hata hizi sekta nyingine zinakuwa. Unajua hizi nyumba zimekuwa ngumu kutamkika kutokana na matumizi yanabadilishwa, lakini ni nyumba tu za kawaida ndugu zangu. Tatizo ni namna matumizi yake yanavyofanyika sasa. Ni nyumba za kawaida. Unajua leo given ukienda Dodoma lazima ufike pale Didis. Hakuna namna kama hauna ndugu wa kukupokea pale mjini. Didis ndio wenyeji wako. Na ni nyumba kama hiyo sasa, unajua matumizi tunasema yanavyotobolewa. Yanavyotumika kinyume na ambavyo ilitakikana, unakuwa hadi unaona aibu kuitamka ile nyumba. Nyumba tu za kawaida jamani. Unajua matumizi yamebadilika, kwa hiyo sio yamebadilika tu, ila watu wanatumia vibaya. Kwa hiyo lazima hata inakuja ukakasi kwenye kutamka kusema naenda labda lodge au guest, mtu tayari anamaanisha vingine. Ukishamwambia tu bwana mimi naenda kulala lodge, tayari mindset yake inabadilika. Anapata mashaka kidogo. Anapata mashaka, najua huko sio kwema kabisa, lakini ni sehemu ya kwenda kupumzika tu. Lakini na wewe mara kadhaa si unazitumia? Mara kadhaa nimetumia, lakini sio kwa matumizi. Sijakuuliza matumizi gani. Tuendelee hapa. Abrin Bishara, ulikuwa una jambo unaendelea kuchagiza. Okay, nilizungumzia hoja ya kupunguza gharama za kupata maarifa. Kwa nikawa nimeongelea upande mmoja kwamba uhamisho wa teknolojia, ile technology transfer. Lakini hapo pia kuna jambo jingine ambalo tunaita urasimishaji wa biashara. Kwamba 98% takribani ni kwamba hizi, mfano kama hizi biashara ndogo, small medium enterprises ama like that, kwamba asilimia nyingi za hizo biashara nyingi zinazoajiri kuanzia mtu mmoja hadi watu watano, nyingi zinakuwa hazijasajiliwa. Sasa kupitia majukwaa haya tunaona kabisa kuna hizi TRA, kuna watu wa BRELA wanakuja wanatoa elimu, na inaweza ikasaidia kwenye zile ambazo zilikuwa hazijarasimishwa ziwe kwenye mfumo maalum na kuwa formal sector. Sasa hiyo inasaidia nini? Haitasaidia tu kwamba kuzitambua kwamba zimesajiliwa, lakini pia inaongeza mapato kwa nje kupitia zile ulipaji wa kodi, kwa sababu mwisho wa siku lazima kodi zilipwe na serikali lazima ipate faida. Na nafikiri pia watu wafahamu, unapopata fursa pengine ya kutembelea kwenye haya maonyesho kwenye nyakati kama hizi, nafikiri hizi huduma za usahili utolewa bure kabisa. Unatolewa bure kabisa. Zinatolewa bure kabisa. Kwa hiyo sasa ndio maana nikasema kwamba inakuwa ni kama platform kwa watu kupata elimu bure. Sawa. Given naamini sasa kama una biashara yako ambayo sio rasmi lakini ni rasmi, unaweza ukapeleka, isipokuwa sasa hii ya kuongea sifikiri kama unaweza kwenda kuisajili pale. Hii bwana huwezi kwenda kuisajili, lakini unaitoa tu. Kwenye kuisajili huko ni zile biashara rasmi. Na Golden na yeye pengine una biashara yote sasa, umeona kuna umuhimu wa kufika kwenye maonyesho na kuonyesha kile kitu ambacho unacho. Unaenda kusajili zako pale kuongea, bwana mimi naongea hapa kama Golden jamani, na vile msikilize nauza bana. Hizo pia zipo zinasajiliwa, kwa mfano ma MC wananikumbusha wanasajili kabisa. Kwa hiyo given bana, MC wanasajiliwa na ni biashara. Kwa hiyo kuongea ni biashara kwenye. Given MC hapana. Kuna mtu alisema given angekuwa mwalimu
Bora akuwa mwalimu, maana angekuwa mwalimu wa math na angekuwa anachapa vitabu. Unakubaliana nao? Unajua hata UMC kusajiliwa umekuja hivi karibuni. Yes. Mara ya kwanza ilikuwa hamna kujisajili. Ukiona tu wewe bwana, mimi UMC na uweza, unaweza tu kuongea. Naweza kuongea na confidence ya kuongea mbele za watu. Basi unasema tu bwana, mimi ni MC given. Na karibisha bwana mfanye booking. Sawa, msikilizaji, naona fursa pia kushiriki pamoja na sisi hapa studioni kwenye hiki ambacho tunakizungumza kwa siku ya leo kupitia nambari ya simu 0758555000 0758555000. Tutumie ujumbe wako mfupi wa SMS hapo, tuambie niko namna gani umeona mambo haya ambayo tunayazungumza hapa, hasa kwenye mada yetu hii nzuri kwa siku ya leo. Je, sikukuu hizi za kitaifa kwa wakulima na wafanyabiashara zinachangia vipi kukuza uchumi wa wajasiriamali wadogo? Wewe kama mjasiriamali mdogo, unafikiri kwamba sikukuu hizi zinakusaidia kwa namna gani kwa ajili ya kuweza kukuza uchumi wako na kwa ajili ya kuweza kuendeleza shughuli zako za kila siku? Ndugu zetu hapa tuambie kwamba mfanyabiashara anauza na kununua kila siku. Sasa naamini kwamba haya maonyesho yanakusaidia wewe kuweza kuuza na kununua kila siku bidhaa yako ama kuiwasilisha bidhaa yako sawa sawa na inavyotakikana. Sisi tunakwenda mapumziko mafupi, tunakwenda kuwasikiliza hapa Rita Dry Cleaner. After ukirudi hapo tutakuwa ni usaa mzuri wa kuzungumza sisi pamoja na wewe kwenye saa letu la pili.